Wale wa Mwanga, Manyara, Same, Babati, Kondoa, Kilimanjaro, Singida, Arusha, Tanga na Namanga. Hiyo hapo ni 88.5 Triple FM baba. Unataka elimu, habari, burudani na michezo, unaenda wapi wewe? Tulia hapo hapo 88.5 Triple FM. Radio inasikilizwa zaidi bwana. Mambo vipi msikilizaji? Karibu katika kipindi cha Hali Halisi. Mimi ni Violet Bariki. Na mimi ni Alois Sazia. Kipindi hiki ni sehemu ya mpango ushirikiano wa digital Tanzania kupitia shirika la Tech Media Convergence kwa ufadhili wa ubalozi wa Marekani Tanzania kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Kipindi hiki cha Hali Halisi ni mpango wa kidijitali na imelenga kuwajengea uelewa wananchi, kukuza ufuatiliaji wa taarifa za vyombo vya habari, kupata kuelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii na kugundua fursa na hatari zilizopo katika maendeleo haya makubwa ya kidijitali, kwa pamoja kujenga na kuleta hamasa kwa wananchi katika kuleta mabadiliko chanya kupitia uelewa wa taarifa mbalimbali za vyombo vya habari, hasa katika maeneo ya vijijini na mijini. Kipindi hiki ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 6:30 mchana mpaka saa 7 kamili mchana. Hapa Triple AFM 88.5, radio inasikilizwa zaidi. Yes, habari za mchana. Habari za mchana. Shwari. Mambo yanakwenda vizuri? Yanakwenda vizuri na leo jua limetoka, hujaona? Yes. Nimeona hali ya hewa kabisa imekuwa shwari. Tofauti na wiki hii kidogo mvua zilikuwa zinanyesha katika mji huu wa Arusha. Yes. Alright, karibu sana msikilizaji wa Triple FM radio inayosikilizwa zaidi. Shukrani sana kama umechagua kituo hiki ambacho kitakupatia burudani nzuri ya kutosha pamoja na taarifa zote muhimu ambazo unapaswa kuweza kuzisikiliza kupitia kwenye speakers za radio yako. Hii ni Hali Halisi. Tunakutana leo tarehe ngapi? Leo tarehe 28. Hivi tumebakiza siku ngapi tu kamilishe mwezi? Zimebaki siku chache sana. Zimebaki siku 3 tuweze kumaliza mwezi March 2026. Yeah. Sahau basi. Moja ni alika. Ndo mambo yameanza. Unazungumzia sikukuu za Pasaka, si ndio? Ndio. Baki siku 3 juu ya leo. Okay, kabisa. Alright, karibu sana msikilizaji kwenye Hali Halisi, na leo tunazungumzia kuhusiana na ni namna gani unaweza kujiepusha, ni vitu gani ambavyo unajiepusha kwenye mitandao ya kijamii. Vitu ambavyo unapaswa kuvifanya, lakini vingine ambavyo unapaswa kuviepuka kwenye mitandao ya kijamii. Ishikubwa kwamba ni viko vitu vingi sana vya kuweza kuviepuka kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwa watumiaji ambao wanapenda sana kuingia kutumia simu. Ishikubwa kwanza kuna hii issue ya link. My friend, hii issue ni kubwa sana. Yaani mtu anaweza kuchukulia simple, lakini kitu ambacho kinaweza kukuletea madhara sana, kwa sababu sometimes unaweza kutumiwa link ukaambiwa bonyeza hii, au hujawahi kusikia hiyo issue ya sometimes bando. Unaambiwa ukitaka bando la bure, kuna link ambayo unapaswa kuibonyeza. Unaambiwa bonyeza link hii utapata bure. Sometimes unatumiwa WhatsApp, au unakuta rafiki yako anakufuadia, unamuuliza umetumia? Nimekutumia wewe ili ujaribu. Unaona vitu kama hivyo. Na hizo link ambazo tunatumiwa mara nyingi mtu anakuta wale wanaitwa hackers. Unaweza kuchukuliwa ama kudukuliwa vitu vyako ambavyo pengine ni muhimu zaidi na ulitamani kuvihifadhi. Kwa hiyo ni muhimu sana. Hiyo ni kwa upande wa Violet. Upande wangu mimi, vitu ambavyo pengine na viepuka kwenye mitandao ya kijamii ni kusambaziwa taarifa za uongo. Unaweza kukuta unaenda unatafuta labda kwenye taarifa, labda unakwenda kwenye platform fulani, chanzo fulani cha habari ambacho pengine si cha kuaminika. Unatoa taarifa labda fulani amefariki. Ukija kutaarifa, ukija kuchunguza vizuri hizo taarifa unakuta ni za uongo. Labda unampigia simu fulani anakuambia bwana mimi mzima. Mbona tunaona kwenye mitandao ya kijamii kwamba umepostiwa mtu fulani amefariki? Sijui umeelewa kitu kama hicho. Na issue imekuwa ni watu wanachukulia kitu cha kawaida. And sometimes ukiingia mtandao ni kila mtu ni mwandishi. Umeona? Kila mtu ni mwandishi. Kila mtu ana story yake. So pia watu wanatakiwa kwa makini sana, kwa sababu unaweza mfano ukacomment au ukashare kitu ambacho huna uhakika nacho. Exactly. Na ikawa labda pengine yule mtu akakushtaki kabisa, na ana haki ujue kabisa, kwa sababu umefanya kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo sheria ni lazima itafuata mkondo wake. So sometimes unatupaswa kuwa makini. Wewe umeona, tulia.
mambo ya kusema kwamba nachukua hii ni share hizo taarifa inakuwa sio. Alright, msikilizaji, tuambie kupitia namba 0782685925. Tuambie unasikiliza ukiwa wapi na ni vitu gani ambavyo unaviepuka kwenye mitandao ya kijamii. Kupitia namba hiyo nitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ni SMS kwa namba 0782685925. Namba ni 0782685925. Pia tutapokea simu yako kupitia namba 0743021021. Namba ni 0743021021. Lakini pia watuambie kwamba na wao pia wanatumiwaga link kama hizo, na kama wakitumiwa ni hatua gani ambao wanaichukua. Au kuna sometime kuna mtu unajua unaweza kutumia ile ya na nini mambo ya hela hayo, bonyeza hii utapata kiasi fulani. Usini utapeli huo ndugu yangu. Haya, namba ni hiyo, tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi message kwenda namba 0782685925. Ngoja tusikie maoni kutoka mtaani. Kwa majina naitwa Maria Robert, ni mkazi wa Arusha Ngarenaro. Vitu ambavyo sipendi kuona katika mitandao ya kijamii ni baadhi ya maudhui. Kuna baadhi ya maudhui kwa kweli hayapendezi, ambayo unaona kabisa ni kinyume na utamaduni wetu wa Kitanzania. Kwa mfano, unakuta mtu amevaa nusu uchi, ameposti picha mtandaoni, alafu unakuta labda hata kuna baadhi ya nyimbo, baadhi ya muziki mtu anaposti akiwa anacheza kabisa, yani unaona amevaa nguo ambayo haijamstiri, anacheza kuonyesha maungo yake hasa wanawake. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mimi havinipendezei. Mimi kama mama ambaye nina watoto wadogo ambao wanataka wajifunze vitu vizuri, kwa kweli siwezi kumshauri hata mtoto wangu awe anaingia kwenye hiyo mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, na zaidi sana ni TikTok. Wengine unakuta hata wanaweza wakajiposti wakizungumzia biashara zao, biashara kama vile kuuza miili yao, wanajitangaza kabisa. Halafu pia vitu vingine ambavyo sipendi, kuna kuwa na udanganyifu pia. Maana nimesikia watu mbalimbali wametapeliwa kupitia mitandao ya kijamii. Unakuta mtu ameposti ana biashara, kumbe ni uongo, anauza kitu fulani tu mahela, hicho kitu upati. Na wengine wanatumia pia majina ya watu vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Akiona jina la mtu maarufu anatumia vibaya, kama vile kutangazia biashara au sio mikopo. Ni vitu ambavyo tunakutana navyo. Kwa kifupi ni hayo tu, yapo mengi, lakini kwa leo naomba nizungumzie. Haya, asante sana kutoka mtaani hapo ambao tumesikia maoni. Ngarenaro. Unajua mimi kuna kitu kimoja, hivi mtu unaweza kutumia picha za mtu kwenye mtandao kwa ajili ya kutapeli watu? Of course. Yaani mtu anachukua, let's say nachukua picha yako wewe. Mtu maarufu. Mtu maarufu nachukua picha, alafu sasa mimi naitumia kwa ajili ya kuweza kujiingizia kipato au kupata kipato. Okay. Sasa hiyo sometimes unakuta sio kitu kizuri. Mfano kama nikitumia picha yako mimi nikapata hela, alafu baadaye wewe ukaingia ukakuta unasema vai vipi? So unaweza kunichukulia hatua. So yes. Lakini pia umesikia mama hapa amemkanya kwamba yeye kama yeye mtoto wake hatomruhusu, kwamba sitaki kutumia Instagram, sitaki kuona TikTok, sitaki kuona Facebook. Pia unajua mtandao ni kitu kizuri, lakini namna ambavyo watu wanautumia ndivyo ambavyo watu wanatengeneza kwenye akili kwamba ni kitu ambacho ni kibaya zaidi. Haya, ngoja tumsikize tena binti moja hapa. Kwa majina naitwa Sofia, natokea Arusha. Mimi vitu ninavyoepuka katika mitandao ni umbea na utapeli, kwa sababu umbea unasababisha watu wapoteze muda, na pia utapeli unasababisha watu wapoteze vitu vyao au dhulumiwe. Kwa hiyo nilikuwa napenda kuwashauri Watanzania wenzangu kuwa tuwe tuna matumizi bora ya mitandao na tuepuke kutumia mitandao vibaya, kwa sababu inasababisha matatizo mengi katika jamii zetu. Umbea. Umbea. Peji za umbea. Na hapo umeongea point. For sure nikwambie kitu Aloy. Sio kwa ubaya. Yaani sasa hivi mtu akiingia mtandaoni unakuta ni anamsema mtu, yani ndio anapata sehemu ya kumsemea mtu. Yani kagombana, yani mfano kama gombana na rafiki yako huko, unasema mahali pa kumsemea unaingia. Unasema kabisa kwamba ni lazima ataingia ataona. Haya.
tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi SMS. Ni vitu gani ambavyo unaviepuka ukiwa kwenye mitandao ya kijamii? Namba ni 0782685925. Message 3 za kwanza ambazo utazituma tutawekea bonus, tutawekea zawadi hapa. Namba ni 0782685925 ya kuweza kukurusha mapema kabisa, ili kusudi message 3 za kwanza nataka leo kujua ni nani huyu ambaye anatuma ujumbe wako. Ni namba ni 0782685925. Namba ya kupiga simu hapa studio ni 0743021021. Namba ya kupiga simu ni 0743021021. Okay, tunaendelea. All right. Na twende tena mtaani Haya, ngoja tumsikie hapa. Kwa majina anapenda kuitwa Mama Stella kwa sababu mimi ni mama. Napenda kusisitiza kwamba vitu ambavyo tunatakiwa kuviepuka kwenye mitandao, kwa mfano kama mimi sipendelei, kuna yale matangazo ya mitandao, nakuta mtu anaweka bidhaa zake kwenye mitandao, anasema fanya biashara hii na hii. Ukimtafuta, ukija kufuatilia, unakuta hana duka, kumbe huwa anaenda kupiga picha kwenye maduka hapo, anajitangaza kama zile bidhaa ni zake. Kwa kweli huo ni utapeli ambao mimi nimesha ushuhudia. Huwa napenda naepuka sana. Na pili, pia mitandao ni mizuri ikitumika ipasavyo. Kwa mfano unaweza kukuta mtu anatoa picha pale RIP, ukija kufuatilia kuta ule mtu hajafa, ni mtu tukaamua kutapeli au ili apate followers wengi. Yani sijui kwa kweli hivyo vitu, kwa kweli naona ni vya kuepuka sana kwenye mitandao hii ya kijamii, kusambaza taarifa za uongo. Wale watafuta followers wale. Unaposti picha ya mtu, unaposti tukio ambalo alipo, au unasema kitu ambacho sio sahihi ili tupate followers wengi. Haya, ujumbe wako mfupi wa maandishi, kuna message hapa imeingia. Omari kutoka maeneo ya Tanga Handeni anasema najiepusha kwenye mitandao kwa kutokusambaza habari mbaya. Asante sana Omar kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mwingine anasema kucomment vitu ambavyo huna uhakika navyo na kusambaza habari ambazo si sahihi. Haya, tunasubiria SMS yako pia. Itume kwenda namba 0782685925. Namba ni 0782685925, na namba kuweza kupiga simu hapa ni 0743021021. Bahati mbaya imekatika. Jaribu tena, namba ni 0743021021, ndio namba kuweza kupiga simu studioni. Tunaendelea. Lakini pia tuambie kwamba na wenyewe wao walishapata linki kama hiyo ambayo nakwambia ya kuhusiana na bando la bure, sometime hela. Unajua mtu anaenda kule ambapo mwanadamu ambapo anahitaji kitu. Ukisema hela si ndo linki hapo kuna shilingi 400,000, mtu anaona ngoja niibonyeze hii link. Labda kumbe naingia kwenye mtego bila wewe kujua kabisa. Au akaunti inadukuliwa. Mimi juzi kati kuna mtu amenitumia link bahati mbaya kwenye Instagram, nikaichukua ile niko nashangaa picha profile picha yangu inabadilishwa. Umeona? Sija najiita sijui mwanajeshi wapi Marekani huko, sijui vitu gani. Jamani. Hello. Kwenye line ya simu. Hello. 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 Hello? Haongei. Hello? Bahati mbaya imekatika. Ukipiga simu ongea, usikae kimya. Namba ni 0743021021. 0743021021. Ujumbe mfupi SMS tuma kwenda namba 0782685925. Hello? Hello. Habari ya leo? Njema, unaongea na Saidi Maliki. Saidi kutoka Moshi. Kutoka Moshi. Naam. Niambie kutoka Moshi Saidi, ni vitu gani ambavyo unaviepuka kwenye mitandao ya kijamii? Mimi vitu ambavyo naviepuka kwenye mitandao ni mambo yanayotuma wanadada, mambo ya uchi ndio yananikosi sana. Nimeacha kutumia simu kubwa kutokana na hilo. Nyumbani kwangu hakuna anayetumia simu kubwa hata mmoja. Niliepuka hivyo vitu kabisa.
Kabisa. Picha za uchi. Tabia ya watoto. Picha za utupu. Ndio. Picha za utupu, si ndio Hivyo hivyo vimenifanya nikaacha kutumia simu kubwa kabisa. Ulikuwa unatumia wapi sasa, kwenye Instagram ama Facebook? Na? Ni uliziona wapi, kwenye Instagram ama Facebook? Kwenye Instagram. Haya, pole sana. Haya, asante sana. Kuna wale ambao wanajiuza kwenye mtandao, biashara ya kunini miili yao, kutumia miili yao. Ni biashara mbaya. Sasa by the way kwamba tumeletea mitandao ili kwa ajili ya kufanya kutangaza biashara zetu, si ndio? Lakini pia kwa ajili ya kutoa elimu, tusisahau hilo. Unapotoa biashara, unapotangaza biashara yako, hakikisha biashara imekidhi vigezo vyote, lakini pia ni biashara ambayo kila mmoja akiangalia haimuathiri. Unajua sometimes kuna mtu akiangalia picha au video inamuathiri kisaikolojia kabisa. So wawe makini pia na namna ambavyo wanatumia mitandao. Hello. Habari leo bro? Salama. Unaitwa brother nani huyu, anapiga simu toka wapi? Naitwa Samuel kutoka Kagera. Kutoka Kagera. Ndio. Karibu sana. Una vitu gani ambavyo unaviepuka kwenye mitandao ya kijamii? Kitu ambacho sendi cha kwanza kabisa ni kupiga picha kwenye magari ya watu, majumba ya watu. Utaki kuuza sura, unajiosha. Kuna wewe unataka kuwa natural kabisa. Kuna rafiki yako alishawahi kufanya hivyo? Wengi sana, hata sisi tukiwa vijijini huko tukiwaangalia hao. Tunasema tumetelea wapi au tumefeli wapi. Haya, asante sana. Unaitwa nani umesema? Samuel. Haya, Samuel, utanitumia ujumbe wako kupitia namba 0782685925 alafu nitausoma tena baadaye. Vitu vingine haya, asante sana. Yeye ni Samuel huyo. Samuel ameongea point ujue. So wote ambao unawaona wanapiga picha na magari, majumba, ukafikiria kwao. Na ndio usema, anasema yuko kijijini, akiona huko unaona mwenzangu kayapatia maisha, kumbe yani mtupu. Jamani, tuishi maisha yetu halisia. Kama huna cha msingi ni kumwomba Mungu akupe, lakini so kuchukua nipige picha kwenye gari lako loe, au nije nyumbani kwako nipige picha niseme kwamba hapa ndo kwangu, ndo maisha yangu halisia. Lakini by the way kwamba asilimia kubwa watu wengi wanafeki maisha. Unaenda kwenye apartment huko, kwenye magorofa, unapiga picha kwenye mavitanda ya watu hoteli kubwa, picha kali, mtu kasema so siseme kwa ubaya, lakini pia tukisema asilimia ngapi 60, jamani wadada, mimi ni mdada pia, jamani tupunguze hii kitu. Kwa wadada wengi imekuwa ni kitu ambacho wanaona ni kitu cha kawaida, lakini hapana, tuishi maisha yetu halisi. Kama kitu huna, kama kitu unacho basi. Haya, mitandao ni mibaya mitandao ni mibaya kulingana na mtu anavyotumia. Sadiki kutoka Arusha. Asante sana Sadiki kutoka maeneo ya Arusha. Nimeona ujumbe wako mfupi wa maandishi. Habari, anaitwa John kutoka Njiro. Kwa mimi ni maudhui ya utapeli. Maudhui na utapeli ndio kitu ambacho anakiepusha. Asante sana John kutoka maeneo ya Njiro pale. Aya, tunatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, tuma kwenda namba 0782685925. Twende mtaani kidogo, si ndio Aya, tumsikie hapa bidada. Hi guys, it's your girl Emilicious kwenye 1 and 2. Na pia mmiliki na CEO wa Glee Car Accessories, na deal na spare parts and car accessories. Binafsi yangu, ukiniuliza natumiaje mitandao ya kijamii kwenye biashara yangu, nitakujibu naitumia vizuri, najaribu kupambana kuitumia vizuri, kwa sababu mitandao ya kijamii ndio sehemu pekee inaweza kunifanya mimi nikajitangaza worldwide. Zamani tulikuwa tunafanya biashara analogia, kwamba mtu unauza vitu vyako mpaka umpigie mtu unamjua fulani, mtu fulani akupigie wewe ndio mfanye biashara. Like mimi nahitaji kitu fulani, let's say nahitaji hata perfume ama carpet. Na mshikaji wangu anauza, anauza, nipe namba yake nimpigie. Hivyo ndio biashara ilikuwa zinafanyika. Lakini kwa sasa hivi dunia ilipofika,
mitandao ya kijamii ilivyokuja na ime grow, mtu unaposti tu mitandaoni, biashara yako inajitangaza automatic bila kutumia nguvu. Mtu atakuwa yuko zake nje ya Dar es Salaam, let's say yuko Mpanda, Katavi, Kahama, Shinyanga ama Mwanza, akaona product yako kupitia ameona kupitia mtandao wa kijamii, kupitia huo mtandao wa kijamii anakwambia naomba mfanyie delivery, mtumie, unatuma mkoani. Kwa hiyo kama sikuwa na namba huyu mtu, simfahamu, atufahamiani, lakini kupitia mitandao ya kijamii imenisaidia mimi kufanya biashara nje ya watu ninaowajua, kutoka nje ya box, kutoka nje na ile cycle ambayo niko nayo daily ya kufanya nao biashara. Na najenga marafiki wapya, nakutana na watu wapya, kwenye cycle ya spare parts na accessories za magari. Yote ni kutokana na kutumia vizuri mitandao ya kijamii. Ukiniuliza ni kitu gani ama ni vitu gani vya kujiepusha katika mitandao ya kijamii, cha kwanza atakwambia tuitumie vizuri, kwa sababu siku hizi mitandao ya kijamii ina limits, rules and regulations. Ukitumia vibaya, wana namna wanakufungia account. Kwa hiyo wakisha kufungia account, unaweza ukaelewa kama mfanyabiashara utapoteza ama utapotea, kwa sababu unatumia mitandao ya kijamii kujitangaza. Sasa wanapokufungia, utajitangazia wapi tena? Kwa unajikuta unaanza upya. Na kwenye kwanza upya sasa ndio unajikuta unapoteza marafiki, unapoteza wateja sana, kwa sababu watu wako wanajua account hii, wewe umemesa hapo, account imechukuliwa. Kwa hiyo mimi binafsi yangu na vitu vingi sana vya kujiepusha. Kwanza, kuposti content ambazo za biashara za kukopi. Kwa mfano, kwa sisi wafanya biashara, usikopi biashara ya usikopi jina user ya mtu. Mfano Nike, unauza rubber, umechukua zile rubber za Nike. Nike wenyewe wana limit zao, wana namna ambavyo wao hawataki itumike logo yao. Kwa hiyo usithubutu kutumia logo ya mtu mwingine. Create your own thing. Kama unauza rubber, hakikisha rubber zako hazina, kama ni zina logo basi usizipromote, kwa sababu wenyewe Nike kama Nike wanafunga, hawataki mtu utag rubber, kwa sababu rubber zinakuwa fake na nini, hawataki uharibu soko lao. Kwa namna hiyo unaweza kukuta unapoteza account kwa sababu ambazo zilikuwa zinaepukika tu, labda hata usinge watag ama usinge wataja, you understand. Kwa hiyo mimi kama mimi na vitu vingi sana vya kuepuka. Kwanza nakimbiaga swala kabisa la kutaja brand za makampuni makubwa sana. Mimi na deal na accessories za magari pamoja na oil na vitu vya magari. Naepuka sana kutaja brand kubwa za oil, kwa sababu wanaweza wakakwapua account yangu. Ni kosa kisheria. Kwa kuna vitu vingi sana vya kujifunza na vitu vingi sana vya kuelewa na vitu vingi sana vya kutumia kwenye mitandao ya kijamii. Haya, umesikia hapo, wala unatumia brand za watu. Kutumia brand za watu hapo, majina na kadhalika na kadhalika. Haya, kuna baadhi ya SMS hapa leo, tuna deal na message zaidi kwa majina anaitwa Anita Pius, yeye anatokea maeneo ya Arusha. Jamani, utapeli si mzuri, tuepuke nao. Anazungumzia kwenye mitandao ya kijamii, anaogopa, anapukana na matapeli kabisa, anakuwa makini. Anakuwa makini, ndio kitu ambacho anaepuka nacho. Haya, asante. Tutumie SMS kwenda namba 0782685925. Namba ni 0782685925. Namba ya kupiga simu ni 0743021021, si ndio? Tunafanyaje sasa hivi? Wakati huu basi tuende tukamsikilize mwandishi ambaye ni... Kuna simu hapa. Kabla tujamsindikiza mwandishi. Okay. Hello? Halo. Habari? Salama. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Naitwa Margaret, napiga simu kutoka Mshono. Margaret kutoka Mshono. Hebu tuambie, ni vitu gani ambavyo unaepukana navyo kwenye mitandao ya kijamii? Ni kitu ambacho sipendi ni ile wazazi wanatumia kupiga watoto wao ili kupata likes na followers. Kupiga watoto? Anapiga, yani ile unampigia mtoto wako picha, unamposti upate like na yani sio hivyo. Hebu tuambie. Anapiga kabisa mpaka wanalia. Nimeona kuna mmoja nimeona kule Dodoma, yule mwanamke amechukuliwa hatua si ndio hiyo? Mimi ile sijaipenda. Anazungumzia hiyo. Yes. Kwa hiyo unyanyasaji, ukatili kwa watoto, si ndio? Alafu tena hata wengine yani waza vitu vingi, mtoto anapikia maana hajui, anapiga mtu anapata like, sio vitu vizuri, angalia vitu vya kuposti. Sawa.
Okay, haya, asante sana. Umesema unaitwa? Naitwa Margaret kutoka Mtoni. Asante sana Margaret. Ukatili kwa watoto yeye ndio kitu ambacho kipendi. Na hiyo imekuwa kama ni kitu cha kawaida. By the way, sometimes unakuta mtu anaposti kwa ajili ya kuweza kupata msaada, sawa, lakini pia mwingine anaona kama ni fashion. No, yani kimaanisha kwamba wewe umempiga mtoto wako, sawa, mimi nikakurekodi wewe. Sawa, mimi nikaiposti ili kusudi huyo mtoto aweze kupata msaada. So umeelewa? Yeah. Msaada wa kisheria. Msaada wa kisheria. Wako wanaofanya hivyo, lakini sometimes wengine wanafanya kwa ajili ya kuweza kupata followers, lakini sio kitu kizuri. Wako wanaofanya hivyo. Nimeona ile ya yule mdada wa Dodoma mwenye miaka 24 anapiga mtoto, utafikiri anapiga mwizi. Jamani, how could you do that? Hello? Halo. Habari ya leo? Ongea. Salama. Na unaongea na nani kutoka wapi? Ongea hizo radio kutoka kwa Manyara. Karibu. Wewe ni vitu gani ambavyo uvipendi au ni vitu gani ambavyo unaviepuka hasa unapotumia mitandao ya kijamii? Ni vitu vinavyo ni posti mtandaoni ni hawa dada. Hawa dada ni kwa chanzo kabisa. Ni kwa hatari. Wadada wamefanyaje? Mbona uielezee? Dada jinsi wanavyojiposti mtandaoni. Ukiwa mwingine mtandaoni na kwenye mzazi hapo wewe shida hizo. Kwa wale ambao wanavaa nusu tupu, si ndio? Si. Okay, sawa. Hivyo ndio vitu ambavyo unaepukana navyo, eh? Ndio. Unaitwa nani? Naitwa Hudu kutoka mkoa Manyara. Asante sana, wasalimie Manyara pale. Shukrani sana kutoka Manyara. Haya, tunapokea message mbili za mwisho jamani, au message tatu. Tutumie kwenda namba 0782685925. Nani leo anatufungulia kipindi kwenye hizo message tatu za mwisho? Message ni 0782685925. Okay, wakati tunaendelea kusubiria hizo message ambaye nani leo anatufungia. Sasa wakati huu tunaungana basi na mhandisi ambaye ni manager wa TCRA akitufafanulia vizuri zaidi, akitufafanulia na kutuelezea vizuri vitu gani ambavyo pia tunapaswa kuviepuka mitandaoni. So kila kitu ambacho tunapaswa kukitumia tukiwa mtandaoni. So tuungane naye na tumsikie kitufafanulia zaidi. Kutoka TCRA. Vyanzo vingi vya kujiuliza kwamba hii taarifa ni ya kweli na ni sahihi. Kwanza kabisa, kabla ya kuiamini hiyo taarifa, jaribu kushirikisha wenzio ambao utakuwa nao karibu. Lakini ukiona bado kuna changamoto, wasiliana na mamlaka ya mawasiliano. Piga kwenye dawati la huduma kwa wateja wa TCRA. Ukiona haijakaa sawa, piga kwenye makampuni ya simu. Makampuni ya simu maana yake piga namba 100. Nayo ni bure, haina gharama yoyote. Ukiona haijakaa sawa zaidi, basi ifute hiyo taarifa au usimtumie mtu mwingine. Na ndio maana tulikuwa na kampeni futa delete kabisa. Kwamba kwa sababu umeuliza kwa ndugu yako hajakupa jibu sahihi. Umeuliza kwenye taasisi haupata jibu sahihi. Kwa nini uendelee kuwa na taarifa ambayo ni haijakaa vizuri? Kwa hiyo unachotakiwa ni kuifuta na usimtumie mtu mwingine ili uendelee kubaki salama. Ni kubwa mno. Mimi sio mchumi, lakini najua wewe mwenyewe ulipo hapo sasa hivi kwamba pato la taifa linaongezeka kwa sababu uchumi sasa hivi, ndugu zangu, sasa hivi tunaenda kwenye uchumi wa kidijiti. Uchumi wa kidijiti ambao kufikia kwake ni lazima tuwe na miundombinu imara ya kuhakikisha kwamba mawasiliano yanapatikana masaa yote kwa muda wote. Kwa hiyo mitandao ya kijamii unayozungumza vile, kuna watu wanafanya biashara kwenye mitandao ya kijamii. Anachukua nguo zake anapiga, alafu anaweka mtandaoni. Bidhaa yake yote anaweka kwenye mitandao. Kuna watu wanakuja pale, analeta contact, wanalipana, wanapelekeana mizigo. Hiyo ni matumizi ya mitandao ya kijamii. Wewe unachohitaji kuwa na bando tu. Anzisha biashara yako, halafu hakikisha kwamba ile biashara kama ni kubwa imesajiliwa. Lakini vile vile mitandao ya kijamii inaleta hamasa na furaha na kusaidiana. Kwa mfano, watu wanachangiana, wanaopata shida kwenye mitandao ya kijamii. Wanachangiana, wanatatua changamoto.
lakini vile vile mitandao ya kijamii pia inaleta kama burudani, kuondoa misongo ya mawazo. Kuna watu wanakuwa na stress, anaingia kwenye mtandao wa kijamii, anakwambia nilikuwa nimeangalia kitu fulani ili nipunguze msongo wa mawazo. Kwa hiyo ni ujio wa mitandao ya kijamii una faida nyingi, kuimarisha uchumi, kurahisisha biashara, lakini vile vile kurahisisha pia upatikanaji wa elimu na matibabu mtandaoni. Unaona Umesikia hapo mhandisi ametueleza vizuri kabisa kwamba tumia mtandao wa kijamii upate fursa, lakini pia na kuingizia kipato cha hela. Yes. Umeona? Unajua mimi hela ndo kila kitu. Money. Unajua ukiwa na, by the way hela haiwezi kuleta amani sana, lakini pia hela ni ya muhimu. Yaani tuseme hela ni ya muhimu kwenye maisha ya binadamu. Bila hela mambo hayawezi kwenda sometimes. So lakini hela uipate bure, lazima ufanye kazi, ufanye biashara. So ndo unatumia mtandao wa kijamii kutangaza biashara yako ili uweze kupata kipato. Lakini pia umemsikia amekwambia kwamba inaondoa msongo wa mawazo. TikTok mara nyingi huko utapatana na wachekeshaji wale ambao wanachekesha kwenye mitandao. Umeona? Haya, anaitwa Eric kutoka Babazi. Binafsi sipendi wale wanaotumia picha za kufanya blackmail. Haya, asante sana kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tumalizie na message nyingine tena hapa. Ikitu leo mambo tu hapa. Tunaiweka ikae sawa kabisa. Haya, asante kwa Omari anatokea maeneo ya Tanga, anasema tuko pamoja zaidi. Shukrani pia kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi leo hii hapa ndani kwenye hali halisi. Tumemaliza. Haya. Ishukubwa kwamba ni watu watumie mitandao ya kijamii vizuri kwa ajili ya kupatia kipato ili maisha yako yasonge mbele. Wewe ukibaki tu kaendelea kutumia mitandao vibaya, hakuna chochote ambacho kitakuingizia, yani hakuna hela yoyote. Zaidi yako utakuwa wewe ndio unatoa hela, kwa sababu huwezi kutumia mitandao ya kijamii bila kuwa na bando. Exactly. So lazima utumie mitandao ya kijamii kwa ajili ya fursa, kuitangaza biashara ambayo unaifanya, biashara ambayo ni halali. Biashara ambayo ni halali, lakini pia hata kama ni kutuma video, picha, lakini hakikisha unaposti kitu ambacho hakita leta mkanganyiko kwenye jamii, wala hakitaleta maudhui mabaya kwenye jamii. Na pia tutumie mitandao kwa ajili ya kuelimishana, kupeana habari ambazo ni sahihi, lakini pia kwa ajili ya kuelimishana, kusaidiana, vitu kama hivi, ili basi tuweze kusonga mbele, lakini pia tuweze kuiona faida ya mtandao kwa kizazi hichi cha kwetu. Alright, ni kipindi cha hali halisi, na kipindi hiki ni sehemu ya mpango wa ushirikiano wa Digital Tanzania kupitia shirika la Tech and Media Convergence kwa ufadhili wa ubalozi wa Marekani nchini Tanzania kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Tunaomba tukutakie jioni njema na asante kwa kusikiliza. Mchana mwema. Tukutane Jumapili kesho saa 12:30 mpaka saa 4. Yes sir. Asante sana. Chicago tu. Si wanapenda kubang. Kusa tena. Au jaipenda.